Safari ya kesi ya Tundu Antipas Lissu na tafsiri yake kwa demokrasia nchini. Siasa sio kosa wala utumwa. Upinzani ni jicho la pili la taifa, taa inayowasha ukweli na kuibua changamoto ili watawala wazifanyie kazi. Hata hivyo, mambo yamekuwa tofauti kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, ambaye hadi leo yuko gerezani tangu Aprili 9 mwaka 2025. Leo ni siku ya 365, mwaka mzima umepita kama mshale. Muda ni mwalimu mzuri, lakini pia huacha maswali mazito yasiyo na majibu mepesi. Hadi sasa mwenendo wa kesi yake umeendelea kuwa kitendawili kisicho na mtego, fumbo linaloendelea kuwachanganya watu wengi. Kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, Aprili 9 mwaka 2025 kulizua mjadala mpana ndani na nje ya Tanzania, huku wengi wakilitazama tukio hilo kama kipimo halisi cha hali ya demokrasia nchini Tanzania. Tundu Antipas Lissu alikamatwa na vyombo vya dola mjini Mbinga mkoani Ruvuma, kusini mwa Tanzania, alipokuwa akiendelea na mkutano wake wa kisiasa. Katika mkutano huo, Lissu alikuwa anatekeleza kampeni ya chama hicho ya No Reforms No Election, ikihusu mabadiliko ya sheria za uchaguzi, na ndipo alipokamatwa na kusafirishwa hadi jijini Dar es Salaam alipofunguliwa mashtaka ya tuhuma za uhaini pamoja na uchochezi, mashtaka mazito yenye uzito wa kisiasa na kisheria, na tangu siku hiyo ameendelea kushikiliwa gerezani akisubiri hatima ya kesi yake. Katika kipindi cha mwaka mmoja, kesi yake imekuwa ikitajwa mara kwa mara mahakamani, huku baadhi ya wadau wakieleza wasiwasi juu ya ucheleweshwaji wa haki, hali inayozua maswali magumu kuhusu mizani ya haki na sheria. Wafuasi wa Chadema na makundi ya wanaharakati mbalimbali duniani wameendelea kusisitiza kuwa kesi hiyo ina sura ya kisiasa, wakidai kuwa hatua dhidi ya Lissu inalenga kudhoofisha upinzani na kuzima sauti mbadala katika ulingo wa siasa za Tanzania. Kwa upande mwingine, serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza kuwa vyombo vya sheria vinafanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi, ikisisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria bila kujali hali au nafasi yake ya kisiasa aliyonayo. Leo ni Aprili 9 mwaka 2026, katika kuadhimisha siku 365 tangu kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama hicho. Chadema wameandaa mijadala ya wazi na mikutano ya kisiasa kujadili mustakabali wa kiongozi huyo pamoja na hatima ya siasa za upinzani nchini Tanzania. Mijadala hiyo imevutia wadau mbalimbali, wasomi, wanaharakati, wanasiasa, wakijadili kwa kina nafasi ya haki, uhuru wa kujieleza na mwelekeo wa demokrasia nchini. Nje ya mipaka ya nchi, baadhi ya wadau wa kimataifa na mashirika ya haki za binadamu wameendelea kufuatilia kwa karibu kesi hiyo, wakitoa wito wa kuzingatiwa kwa haki, uwazi na usawa katika mchakato mzima wa kesi hiyo. Katika ukanda wa Afrika Mashariki, sauti zimeanza kusikika zikihimiza mshikamano wa kikanda katika kulinda na kuimarisha misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na haki za kisiasa. Baada ya mwaka mmoja gerezani, kesi ya Lissu imeendelea kuwa alama ya mjadala mpana zaidi, sio tu kuhusu hatima yake binafsi, bali pia mwelekeo wa demokrasia, siasa za upinzani na utawala wa sheria nchini Tanzania. Katika hatua nyingine, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakikuweza kushiriki uchaguzi kikamilifu kutokana na madai ya kukosekana kwa mazingira huru pamoja na kutoridhishwa na mifumo ya uchaguzi iliyodaiwa kukosa uwazi na usawa. Chadema walilalamikia vikwazo vya siasa, ikiwemo kuzuiliwa kwa mikutano ya hadhara, kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa chama hicho pamoja na kile walichokiita kubanwa kwa uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari. Aidha, chama hicho kilisisitiza kuwa bila mageuzi ya kweli ya mfumo wa uchaguzi na taasisi zake, ushiriki uchaguzi kungekuwa sawa na kuhalalisha matokeo yenye mashaka. Kutokana na sababu hizo, Chadema waliamua kujitoa na kutoshiriki kikamilifu katika baadhi ya chaguzi, hatua walioieleza kuwa ni msimamo wa kushinikiza mabadiliko ya mfumo wa siasa nchini. Kwa sasa kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi huyo wa Chadema, Tundu Antipas Lissu, imehamia mahakama ya rufani,
ambapo kinachosubiriwa ni jopo la majaji wa mahakama ya rufani kukaa kufanya mapitio ya uamuzi huo wa mahakama kuu na kutoa uamuzi, ambapo tarehe rasmi bado haijatajwa. Nini maoni yako, mtazamaji na msikilizaji wa The Royal Media, kuhusu hali ya demokrasia nchini pamoja na mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu? Mimi ni Yusuf Athumani, hadi wakati mwingine.